Jesus. Okay, Bwana asifiwe sana. Karibu mara tena katika jina la Yesu na kualika mpendwa. Mahali ulipo nimekukaribisha kwa masaa yetu ya kawaida, ili tuunganikane kwa sababu ya neno la Mungu. Bwana apate kutubariki na Mungu apate kutuongoza. Basi leo ndio nataka kumalizia ujumbe wetu wa mbinu ya vita dhidi ya kwenye ndoto. Leo nataka kumalizia, na pia nitamaliza kwa maombi ya hali ya juu sana, kwa sababu kuna deliverance inaenda kufanyika, na deliverance inaenda kufungua maisha ya watu katika jina la Yesu. Kwa hivyo alika rafiki yako, ndugu yako, sister, jirani. Nakupa time kwa sababu kuna kitu nakuja kuongelea kwa sababu ya hii nafasi ya ndoto ambayo inaenda kukuja. Ndoto inaenda kukuja. Jana nilikuwa na maombi ya deliverance. That is very powerful prayer. So kuna vitu after this prayer, kuna vitu ambavyo naenda kuviona. Kuna vitu vinaenda kuonekana kwako. Kuna mambo yanaenda kujidhihirisha kwako. Naenda kufungasha leo kwa sababu ya nini? Ya hii mafundisho ya siku hii ya leo. Na kwa sababu ya kwenda kufungasha, kwa sababu nitakuwa nimemaliza, na Mungu anaenda kutenda jambo jipya katika maisha yako. Ndio maana ninataka ukaribishe rafiki yako, jirani yako, share. Mimi nikingojea hapa na kungojea. Share na rafiki yako, ndugu yako. Nataka kuomba na wewe maombi ya mwisho kwa sababu ya kipindi tuliyokuwa tumeendelea nacho. Kutoka part 1, hii ni part 4. Na hii part 4, kuna maono ambayo Mungu anaenda kukuletea. Kuna vitu ambavyo unaenda kuviona. Na hapo ndo tutambue ya kwamba Mungu anazungumza na wewe. Mungu amewaachilia baraka katika maisha yako in the mighty name of Jesus. Na unaenda kuona mkono wa Bwana jinsi Mungu anavyopenda kwa kufungua milango na madirisha ambaye Shetani alikuwa ameifunga kwa muda mrefu. Na utaona mkono wa Bwana katika maisha yako in the mighty name of Jesus Christ. Share na rafiki yako, share na jirani, share na ndugu, sisters. I welcome you once again. In the mighty name of Jesus Christ, I welcome you wherever we are. Karibu. Leo ni maombi ya mwisho. Maombi ya mwisho. Na hii maombi inaenda kudeliver. Why? We need financial deliverer. We need financial deliverer. Hear this. Mungu anataka kudeliver pesa zako, kudeliver maisha yako, kudeliver ndoto yako, kudeliver future ya maisha yako. Na jinsi tulivyoanza, leo nitafundisha kwa muda mfupi, maombi ndio nitakuwa nayo sana.
Nitafundisha, niko na vitabu 4 hapa nitafundisha. Bwana asifiwe sana. Deliverance wakati inaendelea kufanyika, na wakati deliverance inafanyika, lazima kuna vitu ambavyo unaviona katika maisha yako. Sasa Mungu analeta ndoto kwako. Mungu analeta ufunuo kwako. Mungu anakuja kusungumusa na wewe. Baraka zako ziko wapi? Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo lazima utambue ya kwamba hii ndio nafasi na hii ndio fursa Mungu kubadilisha maisha yako na kuinua maisha yako. In the mighty name of Jesus Christ. Wewe ambaye umefuatilia kutoka kipindi kianze mpaka wakati tunaenda kumaliza, usichoke. Na usikose hii usikose. Maana kuanza na kumaliza, hapo ndio mshindi anapatikananga. Kuanza na pia kumaliza. Na wakaribisha sana. Deliverance jana Mungu amenishuhudia deliverance imekuwa ya hali ya juu, na Mungu anaendelea kutendea mambo mazuri. Kwa hivyo nakualika masaa na wakati kama huu ya kwamba kuwa tayari, kwa sababu Mungu anaenda kuleta jawabu. Na hii jawabu itakuja sikino kwa ndoto yako. Itakuja sikino kwa ndoto yako. Na unaenda kuona mkono wa Bwana. In Jesus name. Okay. Wacha tuangalie in the book of Genesis. In the book of Genesis chapter 15 verse 1. Genesis 15 verse 1. Mwanzo 15 aya ya kwanza. Tunapata kutambua ya kwamba kuna vitu ambapo Abrahamu alikuwa Mungu amekwisha prophesy juu yake. Lakini aliishi siku nyingi kwa kuota ndoto nyingi tofauti. Lakini hakuvipata. Aliishi muda mrefu, hakuvipata. Lakini baada ya kupata deliverance yake, ukisoma Genesis 14. Sasa 15 ndio huyu Abraham Mungu anamletea ndoto sasa ya kujua jinsi ya kumiliki baraka zake. Naye Abrahamu alipata fursa ya kumuuliza Mungu swali. Kwa hivyo na wewe usiku wa leo, mafuta ya Mungu inaenda kuloketi maisha yako. Mkono wa Bwana unaenda kuloketi maisha yako. Na ndoto utakazoona zitakuwa zimetoka kwa Mungu. Ndoto utakayoiona itakuja ndoto na inajibu yenyewe. Kwa wakati mmoja. Si kwa wakati mwili, kwa wakati mmoja. Ile ndoto unaenda kuota itakuwa na swali na itakuwa na jibu kwa wakati mmoja. Vile ambavyo Mungu aliletea nani? Abraham. Alimletea ndoto, ilikuwa na swali na ikakuwa na jibu. Sasa jibu ndio suluhisho ya maombi yako ile umengojea. Endelea kulaki na kushare na kuweka comment zako. Bwana atakubariki sana. Endelea kushare. Ukiwa kwa nyumba unasema naona ukiwa kwa nyumba. Ukiwa kazini. Ukiwa Bungoma. Ukiwa Kakamega. Ukiwa Mombasa. Athi River, Machakos, Kitengela, Nairobi. Nimewakaribisha nyinyi wote kona zote. Because hii ndio maombi ninaenda kuyafanya ya mwisho. Bwana atimize ndoto yako. Ninajua ya kwamba jinsi ambavyo Mungu wetu ametuma neno hili, anaenda kukudeliver na hata kuacha bure. In Jesus name.
Genesis 15 verse 1. Sikia uone. Baada ya temptation zote Abraham kupitia, Mungu alimfuatilia kwa sababu alikuwa na haja naye. Na kwa sababu wewe sasa toa Abraham, weka jina yako, Mungu anakufuata, na kwa sababu umepata nafasi ya neno hili, Mungu ana haja na wewe. Uingie katika destiny yako, uingie katika baraka zako, na sitaonekana na atakufundisha vile utakaa na baraka zako. Sikia uone katika kitabu cha Mwanzo 15 aya ya kwanza. Inasema, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi. Njozi ni ndoto. Kwenye kitanda chake akilala. Okay. Likanena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako. Na thawabu yako kubwa sana. Kwa hivyo hiyo njozi aliyoiona kwenye kitanda chake sasa haikuwa njozi ambaye anaifananisha na zile zingine alizokuwa anasiona. Hapana. Maandiko yanasema ya kwamba aliona njozi na akasikia sauti kwenye njozi ikinena. Na ilinena namna gani? Ilinena ikisema, ikinena usiogope. Ilimwambia kwamba usiogope, yani asiogope. Na ikamuita jina lake Abraham, mimi ni ngao yako. Hiyo sauti ikaendelea kumwambia, mimi ni ngao yako, koma, na thawabu yako kubwa sana. Ni sauti aliyoisikia katika njozi ya ndoto yake, ikimwambia Abraham, sasa usiogope. Wakati Mungu ana remove kila roho ambayo imesababisha maisha yako yasiende vile inatakikana, wakati Mungu anawachilia deliverance kwa vitu zako, anawachilia deliverance kwa mambo yako, anawachilia deliverance, leo mtu ataota, leo mtu ataona neema ya Bwana Mungu akimtembelea usiku wa leo katika jina la Yesu. Wakati utaona sauti kama hii ama ndoto ya Bwana imekukujia ya kubadilisha maisha, elewa ya kwamba hapo pesa zimefunguka, mashamba yako imefunguliwa, nyumba yako imefunguliwa, baraka zako zimefunguliwa. Hautakaa ndani ya nyumba mahali umefungiwa siku nyingi na mashetani. Utaondoka nje, na wakati utaondoka, hapo ndipo utaona milango yako kumbe imefunguka, jinsi Mungu alivyomwambia Abrahamu katika njozi ya kwamba usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako. Mungu amemulinda siku hizi zote, ndiposa akawa mzima. Hakukutana na mauti, hakukutana na magonjwa ya kumuua, hakukutana na wachawi waliyemuua. Listen, hata kama wachawi wamekuroka, lakini hawacha kuua, na Mungu mwenyewe ndiye amezuia wasikuue na uchawi yao. Kwa hivyo kuna uwezekano ya kwamba usiku wa leo maombi haya ya mwisho ninayoenda kuyafanya kwako, kwa kufunga chapter ya kipindi cha kwenye ndoto, be ready, because kuna vitu vinaenda kufanyika. Na nimesema nikirudia, haya maono ndio yanaenda kuanza kuwakujia mahali penye mko. Haya maono ndio mnaanza kwenda kuyaona. Bwana asifiwe sana. Nikasema haya maono yalipokujia, ama ndoto iliyekujia Abraham, ilimkujia ikiwa na swali, na ndani yake ilikuwa na jawabu. Jawabu, swali itakayekuja ina jawabu. Basi usiogope, usiwe na shaka na kutia moyo mahali penye uko. Maandiko yanasema kwamba Bwana akamwambia, mimi ni dhahabu yako kubwa sana. Abrahamu alikuwa na dhahabu kubwa sana.
wewe pia uko na dhahabu kubwa sana usioijua na hujawahi ifikia tangu usaliwe. Hii ni wakati wako sasa. Unisikize kwa muda mfupi huu. Ninaamini ya kwamba Bwana wa majeshi anaenda kutendea mambo mazuri. Anaenda kupikania, anaenda kufungua, anaenda kuweka huru, na unaenda kupokea baraka za maisha yako. Unaenda kuingia ndani ya baraka zako. Unaenda kusimiliki baraka zako in the name of Jesus. Sikia mstari wa pili nasemaje? Mstari wa pili nasema, Abraham akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami niende zangu hali sina mtoto? Unaona, Abrahamu akauliza swali kwenye njozi ya hiyo ndoto. Wakati mwingine Mungu akikuja kuongea huwa hauwezi ukaelewa. Na hivyo ndio Ibrahimu alikuwa. Lakini ilipofika sehemu moja, Bible inasema kwamba baada ya deliverance kufanyika, hiyo Genesis 14 kwa Abraham, sasa Mungu alianza kuongea na Abraham. Na wakati aliongea na Abraham, Abraham alianza kuelewana na Mungu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Na katambua kwamba kumbe Mungu amemubariki, kumbe Mungu amemuongoza, kumbe Mungu amemuinua. Kwa hivyo Mungu akamwambia, mimi ni dhahabu yako kubwa. Kwa hivyo Abrahamu aliposikia kwamba Mungu ni dhahabu yake kubwa ambayo iko mbele zake, akapata fursa ya kuuliza Bwana swali. Hata wewe unaweza uliza swali usiku wa leo. Mungu atajibu swali yako sasa. Sikiza vile aliuliza. Narudia hiyo mstari wa pili nasema, Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto? Abrahamu alijibu hivyo, utanipatia nini na mimi ninaenda zangu hali sina mtoto? Sasa wewe uko na mtoto. Remove mtoto. Toa hiyo mtoto. Weka, unaenda zako kama hauna kitu. Huna shamba, huna nyumba, huna pesa. Hauna baraka ambazo Mungu anafaa kupatia katika ulimwengu. Huna raha katika maisha yako. Hauna vitu ambavyo unaweza kujifunia. Bwana asifiwe. Mtoto uko naye. Sasa wewe uombi mtoto kama Abrahamu. Sasa wewe omba pesa, omba nyumba yako, omba shamba yako, omba nyumba yako, omba amani yako, omba ndoa yako. Barazo katarababoshika. Maandiko yanasema kwamba alipouliza hivyo Mungu akaendelea kuuliza swali. Hiyo mstari jaisha inasema, na atakaye imiliki nyumba yangu ni huyu Mweleseri. Akauliza Mungu, atakaye imiliki nyumba yangu ni huyu Mweleseri Mtamasiki. Abrahamu akasema, tazama, haukunipa uzao na mtu aliyesaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Bwana asifiwe sana. Alipata fursa ya kujieleza vizuri sana mbele za Mungu. Alipata fursa ya kusungumusa na Mungu jinsi ambavyo matatizo yake yamekuwa. Akamwambia Bwana, huyu Mweleseri ndiye anaweza kuwa mrithi wa nyumba yangu. Na akasema ya kwamba yule ambaye mtu amesaliwa katika nyumba yangu, huyo ndiye atakaye kuwa mrithi wa vitu zangu. Mstari wa 4 inasemaje? Tuangia mstari wa 4. Hiyo ni swali Ibrahimu ameuliza. Sasa ondoa Ibrahimu, wewe uliza swali. Wewe uliza swali. Baba yangu, mama yangu, dada, ndugu yangu, uliza swali usiku wa leo. Ondoa jina Ibrahimu akuuliza swali. Sasa wewe uliza swali. Uone neema ya Bwana. Mstari wa 4 inasema, nalo neno la Bwana likamjia likinena. Alipouliza swali mara hiyo kwa wakati moja. Ninazungumza habari za wakati moja. Katika kwenye ndoto wakisemesana. Maandiko yanasema kwamba neno likamjia likinena, huyu hata kuwa mrithi, mbali atakaye kuwa
Mbali atakaye toka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Mungu akamwambia, huyo ambaye unayemsema hatakuwa mrithi. Atakaye kuwa mrithi ni yule atakaye toka kwenye viuno vyako. Bwana asifiwe. Baraka zako zilifungwa ndani. Bwana asifiwe sana. Sinaenda kuondoka. Abrahamu alikuwa anasema hana mtoto. Abrahamu alikuwa anaona mtu mwingine ndiye ataweza kurithi mtoto wake, atarithi mali zake, atarithi kila kitu ambacho ako nacho. Lakini Mungu akamwambia, la hasha. Atakaye kuwa mrithi wa mali zako na nyumba yako atatoka kwenye viuno vyako. Utaamini ya kwamba kuna baraka ziko ndani yako hazijawahi pata nafasi ya kuondoka. Sitoke nje. Bwana asifiwe sana. Ni kama maji ambayo yamewekwa ndani ya chupa. Ukichukua chupa na ile maji ambayo iko kwa chupa tasani ile tunakunywa, hatujui mwenye alifunga hiyo maji. Aliyaweka maji, akayasili na kifuniko na akaongeza na sili nyingine ya karatasi. Hayo maji yasipopata mtu wa kufungua hiyo sili na kufungua hiyo kifuniko ndio yatoke nje yaonekane, basi yatakaa hivyo hata kama utayachimbia chini ya mchanga. Kwa hivyo baraka zako pia siko ndani yako wewe. Bwana asifiwe sana. Mungu anatumia njia yoyote ili kusudi baraka alizosiweka ndani mwako sitoke nje, sipate kukusaidia. Jinsi anamwambia kwamba mtoto unayehitaji Abrahamu ako ndani ya viuno vyako. Baraka unazosihitaji wewe siko ndani ya moyo wako, na ni wewe ndio utasungumza. Nasungumuza na wewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Sijui kama tuko pamoja. Ni wewe utasungumuza. Na leo ninataka usungumuze kitu. Nami ninaenda kufanya maombi ya mwisho. Maombi ya mwisho ambayo ninaenda kuyafanya haya. Very powerful anointing. Ndoa yako iko ndani yako we mwenyewe. Pesa siko ndani yako we mwenyewe. Everything we want and we need inside you. Na ndio maana Mungu anasema vitu hauwezi ukavijua usipofundishwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Abrahamu aliweza kuitisha ya kwamba yeye anaenda zake na wala hana mtoto, na wewe Mungu umemwambia wewe ndio thawabu, wewe ndio baraka, na amebarikiwa. Sasa akauliza swali, how nimebarikiwa aje? Sasa wewe vile unaweza jiuliza, Mungu nimebarikiwa aje? Mungu anakuambia ya kwanza, nimekupa ulinzi, mimi ndio ngao yako. Nimekupa ulinzi, haujakufa, haujakonjeka, haujapatana na magonjwa ya kupea kifo. Nimekusingira paka mahali umefika, unasikia hii message. Na unasikia hii message kusudi ukuwe deliver, upatane na baraka zako. Hiyo ni muujiza ya kwanza imetendeka kwako. Hii ingine sasa ni wewe mwenyewe utaanza kujua katika maisha yako, in the mighty name of Jesus Christ. Na Bwana anaenda kutendea mambo mazuri katika maisha yako, in the mighty name of Jesus Christ. Oh, are you hearing me somebody? Bwana alimjibu akamwambia, atakaye kuwa mrithi atatoka katika viuno vyako, ndiye atakaye kurithi. Bwana asifiwe. Mstari wa 5 nasemaje? Mstari wa 5 akasema, akamleta nje, akatazama, akamleta nje, akasema, tazama sasa mbinguni, kasihesabu nyota, kama ukiweza kusihesabu.
Akamwambia, ndivyo itakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa ni haki. Bwana asifiwe sana. Hapo hapo Mungu akamweka nje kwenye njozi ya ndoto zake. Kwa hivyo Mungu alikuwa anaonyesha mtu wa ndani ya kwake, Abraham. Horababosaya. Sasa huyo mtu wa ndani ndiye alikuwa na communication na Mungu. Hiyo taraja ambayo ilikuwa Mungu ameiweka kwa Abraham, because ilikuwa imepotea kidogo. Sasa Mungu wakati ilirudi, maandiko yanasema ya kwamba akaambia mtu wa ndani, because mtu wa nje alikuwa kwa kitanda analala. Akampeleka mtu wa ndani nje. Akamwambia, kama unaweza kutazama juu katika mbingu, si hesabu zile nyota unaziona. Kumaanisha ilikuwa usiku kama wa leo. Alipoangalia akasema, kama unaweza kuhesabu zile nyota, hivyo ndivyo itakavyokuwa uzao wako. Basi Abrahamu hakuweza kuhesabu kwa sababu ni nyingi mno. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni nini Abrahamu alifanya? Maandiko yanasema mtu wa ndani aliamini ile neno ambayo Bwana amesema na akalihesabu kuwa ni la haki. Sijui kama kuna mtu ataliamini neno la Bwana usiku wa leo, na alihesabu ya kwamba hilo neno ambalo linanenwa kwa usiku wa leo katika maisha yangu ni neno ambalo ni langu litakayobadilisha maisha yangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo baraka ambazo ziko ndani mwako ni nyingi, zimesuhuliwa na kisuizi. Shetani amekuwekea maroundabout nyingi. Shetani amekuwekea kona nyingi. Ukienda ingine ni kama unaanguka, unaokopa, unarudi nyuma. Kuna zingine ni bump zisiko sharp, sina malisa makurudumu yako. Hauwezi ukasonga mbele paka unaokopa hiyo njia huwezi kupitia. Today, mabumps, hiyo makona, na hiyo yote maroundabout ambazo shetani anakuwekea katika ulimwengu wa roho, sinaenda kuvunjika, sinaenda kuondoka. Na ile hindrance ambayo Mungu anaenda kuachilia ni ya kusungumusa na wewe na mtu wa ndani. Na mtu wa ndani atakapokubali kusungumusa na Mungu, atakuwa sosi ya mtu wa nje. Baraka zako hazitachelewa. Oh my God. Baraka zako hazitachelewa hata kidogo. Mnaenda kuanza kureceive baada ya kuona hii ujumbe. Mungu anazungumza nanyi. Mnaanza kwenda kureceive in the mighty name of Jesus. Utakuwa ukiota pesa, unapatana na pesa asubuhi. Kama haikuji kwa simu, mtu anachochewa, anatoka. Aya mazovata kariba saya. Mungu anatumia njia yoyote, hata kama ni umbwa ikuletee pesa kama imebeba kwa mdomo na iwezi kakura. Hivyo ndio Mungu alimwambia. Ametuma mtumishi wake Elijah na akaona akona njaa, ameshindwa kwenda safari. Si alitumia kunguru ule mlafi wa nyama, na akapepa ile nyama kwa mdomo, na akapepa wapi? Na mkate, na akamletea mtumishi wake. Kwa hivyo kuanzia leo Mungu atatumia chochote mpaka wakati utaona baraka za Mungu. In the mighty name of Jesus Christ. Angalia mstari wa 7 inasemaje? Mstari wa 7 unasema, kisha akamwambia, mimi ni Bwana. Mungu akafanya introduction kwake. My God. Mungu akafanya introduction kwake. Bwana asifiwe sana. Akamwambia, hiyo mstari wa 7 naipenda, anasema kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo. Nikupe nchi hii ili uiridhi. Bwana asifiwe sana. Ni mimi Mungu niliyekutoa katika Uru ya Wakaldayo. Sasa ondoa Uru ya Wakaldayo. Ni yeye Mungu aliyekutoa kwenye dhambi. Ni yeye Mungu aliyekutoa ile sehemu uliyotoka na mahali penye uko hapo. Mungu anataka kuhesabia haki ya kukupatia vile vitu unavyoviona kuwa urithi ya maisha yako. Kuna mahali umetembea ukaona inapendeza,
lakini unashindwa kuimiliki maana ni ya wenyewe. Umeona mavyumba vingi vimejengwa, lakini ya kwako hata moja haimo. Ninaamini ya kwamba imependeza, unatamani uwe naye, si vibaya. This your time. This your time. Bwana asifiwe. Wale waliotangulia kurithi ama kumiliki, kuna wale wanaenda kuachilia, na yako iko pale, in the mighty name of Jesus Christ. Akamwintroducea kwamba mimi ni Mungu niliyekutoa katika Uru ya Wakaldayo. Mungu aliyefanya uokoke. Mungu aliyekutoa kwenu nyumbani. Alikutoa kwenu nyumbani, akakuleta Nairobi. Uko mahali penye uko pale. Umetoka kwenu nyumbani ukaolewa, ukaenda kwa jamii nyingine. Bible inasema ya kwamba hautalia tena kwa sababu umekosa amani kwa hiyo ndoa. Umekosa amani kwa hiyo jamii. Umekosa amani kwa hao watu. Tonight, kuna vitu vinaenda kubadilika katika maisha yako in the mighty name of Jesus Christ. Umenyimwa raha siku zote, but raha yako inakuja. Ninatikiri kama mtumishi wa Bwana, ninatikiri kama prophet wa Bwana. Mungu amenituma kwako in the mighty name of Jesus Christ. Na Mungu anaenda kufanya yote anayetaka katika maisha yako, na unaenda kuona mkono wa Bwana in Jesus name. Akamwambia, mimi ni Bwana Mungu niliyekutoa katika Uru ya Wakaldayo, nikupe nchi hii ili uirithi. Mungu amekupea hiyo ndoa uirithi. Mungu amekupea hiyo pesa uitawale. Mungu amekupatia hiyo shamba ikuwe yako. Bwana asifiwe sana. Mungu anaenda kuendelea kukupatia vitu vingi katika maisha yako. Kuna vingine utakuwa una possess through kupitia macho yako in the mighty name of Jesus Christ. Hindrance of your eyes. Kuna vitu ambavyo utakavyoona hivi una capture kwa macho yako na unaweka kwa memory, na Mungu anaweka mkono, vinakuja katika maisha yako. Hata Abraham alimiliki inji. Alimiliki dunia na macho. Mungu alimwambia, unaona, tazama mahali uwezo wa upeo wa macho yako unafika kuona, weka mipaka. Kwa hivyo alimiliki na nini? Na macho. After deliverance alipewa uwezo wa kumiliki. Tuangalie mstari wa 8 unasemaje? Mstari wa 8 unasema, akasema, Bwana Mungu, nipataje kujua ya kwamba nitairithi? Ibrahimu alisite kuuliza maswali, anapewa majibu. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 8 anasema, akauliza akasema, Bwana, nipataje kujua ya kwamba nitarithi? Mstari wa 9 unasema, akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na ua na mwananjiwa. Bwana asifiwe. Mungu akamwambia Abrahamu, umeuliza swali nzuri. Kwa hivyo ndio upate kujua kwamba wewe ndiye utamiliki. Nipatie ndama wa miaka 3 na unipatie mbuzi mke wa miaka 3 na unipatie kondoo mume wa miaka 3 na unipatie ua na unipatie na njiwa. Hizo ni vitu ngapi? 5. Are you hearing me? Hizo ni vitu 5 ambazo Abrahamu Mungu alimuitisha. Ua ni ile sehemu tu ya njiwa. Ni kama ile wakati ambapo ile njiwa ilitumwa wakati wa Noa, wakati maji ilimaliza dunia. Ilikuwa hivyo. Sasa hiyo yote ni kategori moja. Are you hearing me? Na ukiendelea hapa anasema kuna zile alipasua sikawa pande mbili, na kuna zile asikupasua silienda zote. Sasa ukiangalia vizuri, ni vitu 5 ambazo Mungu aliitisha Abraham.
Na hizo ni nchi 5 ambazo zinasimamia economy ya ulimwengu. Kumaanisha Mungu alipatia Abrahamu kitu kikubwa sana katika ulimwenguni. Hebu fikiria. Mungu alipatia Abrahamu nchi 5 zinayesimamia economy ya ulimwengu. Hata sasa wakati wa corona, hao ndio wanasimamia kufund the whole nation. Pesa. Tuache hao. Tuangalie nchi ya Kenya. Iko na noti ngapi? Nchi ya Kenya ina noti ngapi? Tuanze na wewe. Ya kwanza ni 1000. Hiyo ni ya kwanza, tunahesabu. Ya pili ni 500. Ya tatu ni 200. Ya 4 ni 100. Na ya 5 ni 50. Sasa silver unamiliki za nini? Silver unamiliki za nini? Na hizo ndio zinakujanga kwa ndoto. Basi hizo sio part of God. No. Sile siko kategori ya Mungu ni hizi 5. Kwa hivyo leo ninataka kukuombea ya kwamba kuna deliverance ya pesa inaanza kuonekana katika maisha yako, na noti ambayo itakuwa ya mwisho kwako itakuwa ni ya 50. Hizi zingine asiyesabiki itakuwa ni 50. Utatawala pesa hizi zote na zitakuja kwenye mikono yako, utaifanyia kazi kulingana na vile Mungu anataka katika maisha yako. Bwana asifiwe. Sijui kama unanielewa. Sijui kama unaelewa point yangu. Na hii inataka point mtu ambaye ako spiritual kidogo, kwa sababu kuna vitu singine ambazo lazima uweze kuona jinsi gani Mungu ataweza kusaidia katika maisha yako. In the mighty name of Jesus Christ. Harababosaya. Hallelujah. We can see the kingdom of financial. If you are there, say, I receive the kingdom of financial. I receive the kingdom of financial. Financial deliverer. In Jesus' name. Hallelujah. Hizo ndio Mungu ameniambia naenda kusiombea tonight. Na unaenda kuona mkono wa Bwana katika maisha yako. Kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Stapia. Sitafunguka. Kwa jina la Yesu sitafunguka. In Jesus' name. Okay. Wacha tuangalie katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 9 mpaka 15. Wakolosai, Colossians sura ya 9. Colossians sura ya 9 mstari wake, Colossians sura ya 2 mstari wa 9. 2 mstari wa 9. Aya ya 9 inasema hivi: maana katika yeye aliyekaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili, nanyi mwatimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. 11. Katika yeye mwatahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili wa nyama, kwa tohara ya Kristo, mkasikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kusiamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. 13. Na ninyi mlipokuwa
mwakufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu. Aliufanya uhai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote, akisha kuifuata ile ahadi iliyoandikwa ya kutushitaki kwa kuhukumu zake. Alikuwa na uadui kwetu, akaondoa isiwepo tena, akaikokomea. Anasema akaikokomea msalabani. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo vitu vyote ambao shetani alikuwa ametupangia, ninaona ya kwamba umepita mtihani wewe. Umepita mtihani kwa hii maandiko tumesoma. Umeamini Yesu Kristo. Umefuata Yesu Kristo. Umekufa na kufuka naye kwa jinsi ya ubatizo. Wakati ulienda ubatizo, ukawekwa kwa maji mengi, ulisema nimekuja kufa na kufufuka na Kristo. Kwa hivyo mwili wako ukafanyika tohara pamoja na Kristo kwa kufua utu wa mwili, ili kusudi ukaone baraka ya Jehova katika maisha yako. Sasa ako hapa kwa maana anataka kutimiliza ahadi ambayo alikwisha tuahidia. Anataka kuikamilisha in the mighty name of Jesus. Mwenye alikuwa ametufanya tuwe na uadui na yeye ameshindwa. Mwenye alikuwa amekufanya ukuwe na adui na Mungu, uone kana kwamba Mungu hawezi akakusaidia, hiyo imekwisha, na amekwisha aibika yule aliyekufanya hivyo. Saa hii nguvu zilizomfufua Yesu Kristo kutoka kwenye makaburi, kutoka kwa watu waliyekufa, na sasa ako hai, hiyo power inaenda kuinuka katika maisha yako. I'm telling you, the same power inaenda kufufua uchumi wako, inaenda kufufua maisha yako, inaenda kufufua vitu vya ajabu katika maisha yako. Ninapoenda kutikiri katika maisha yako, hiyo power, the same power, the same anointing inaenda kufanya miujiza katika maisha yako in the mighty name of Jesus Christ. Are you hearing me? Mtu wa ndani sahi anaenda kuunderstand. Mtu wa ndani sahi anaenda kuongea na Mungu. Mtu wa ndani ataelewa sauti ya malaika, ataelewa sauti ya Jehova, na anaenda kuonyeshwa vitu ambaye anaenda kuviridhi. Spiritual life, physical life, unaenda kuvipata katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Karibu na malizia maandiko, kwa sababu nimepakisha tu andiko moja, mbili, niingie katika sehemu ya kuomba. Hata kama nitaomba one by one, niombee mtu mmoja mmoja, sawa. Niombee watu hivyo nitafanya. Hiyo ndio kazi yangu nimepewa hapa. Nitafanya mpaka wakati utafunguliwa na kuona neema ya Bwana. No problem. Nitafanya in the mighty name of Jesus Christ. Nitaombea one by one. Wale nimeona majina yenu hapa, ninapita nikiwaombea by power the Holy Ghost. Hizo powers zilimfufua Yesu Kristo kutoka kwenye wafu. I'm telling you, Jesus anaenda kusurprise yourself in the mighty name of Jesus Christ. Oh, Rababosaya. Thank you my sister, welcome. Na ukaribisha tuangalie sehemu ya Wakorintho wa kwanza sura ya 8 na mstari wa 4. Kuna vitu ambavyo Mungu anatuondolea. Wewe ulikula nyama ya makumbusho wakati ulienda makumbusho ukafanya nyumbani, na hii makumbusho nilikuwa nafikiria ni ya Waluya. Waluya na Wacharuo, hapana. Hii makumbusho iko paka kwa wazungu, iko paka kwa wazungu. Hii makumbusho, hii ya kukumbusha watu wamekufa, iko paka kwa wazungu, iko kwa Wahindi, iko na kwa kabila zingine, zinafanya hii vituko, masherehe zinafanya. Sasa watu wote wamenajisika, and that is why God say we need a deeper deliverance for yourself. Sikiza hapa,
Wakorintho 8 mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza 8 aya ya 4 inasema, basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. 5, kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu, ama mbinguni ama duniani, kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake, yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwepo, na sisi kwa yeye. Huyo Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo elewa ya kwamba hii Wakorintho inasema kuna vitu ambavyo watu wamekula ambazo zimetolewa sadaka kwa sanamu. Na wakati vitu ambavyo watu wamekula vitu ambavyo vimetolewa sadaka kwa sanamu, already walikuwa wamenajisika. Bwana asifiwe sana. Nikirejelea hapo, ukiona mandoto sinakuja sa vituko sa maajabu, Bwana asifiwe sana, kuna watu wametoa sadaka kwa sanamu. Na wanapokulisha already wananajisi mtu wako wa ndani. Na ndio unaona hii mafundisho yote kutoka part 1, part 2, part 3 mpaka part 3C ilikuwa ni ya deliverance katika maisha yako. Ilikuwa ni ya deliverance kwa ajili ya kazi yako. Ilikuwa ni ya deliverance kwa ajili ya pesa yako. Pesa, umecontribute pesa yako, silienda kufanyika kuwa sadaka katika sanamu. Unafikiria mambo yako iliharibikia wapi? Ndio maana Mungu anapozungumza habari hizi anajua. Sasa wacha hii Wakorintho 10 na ngapi? Wakorintho wa kwanza 8:4. Wacha nikufundisha ingine. Tunasonga kwa hiyo Wakorintho tena. Wakorintho wa kwanza huyo 10:19. Wakorintho huyo wa kwanza 10:19. Because nataka uelewe statement vizuri. 10:19. Inasema namna gani? 19 inasema namna gani? Basi niseme nini? Ya kwamba kila kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo vitu ambavyo vimetolewa, kama umehusika, pesa zako zikaenda zikafanya contribution kwa kuenda kufanya sherehe za makumbusho baada ya mtu kukufa, siku 40 zikaisha, elewa ya kwamba hapo ndio shida yako ilianza, ya kukosa pesa, ya kukosa amani. Kuna wale wanafanyanga hii makumbusho, na Biblia imeipinga sana kwa dhati, na Mungu mwenyewe ameipinga sana kwa dhati. Maana yale mapepo mnayoyainua nyinyi ni yale hamyajui, ni yale ambayo yanakuja kuleta mauaji katika familia, ni yale inakuja kuleta umaskini katika maisha yenu. That is why Mungu akayapinga, akasema na mtu akikufa asiwahi kumbushwa, kwa sababu alijua hii dunia mnayoishi na yule anayetawala huku duniani ambaye ni Ibilisi, Shetani. Bwana asifiwe sana. Alijua mahali weakness ya mwanadamu iko. Naongea na wewe ndio upata kujua ya kwamba kwa nini leo Mungu atuambie hivi. Kumbe deliverance ambayo tunafanyiwa ni ile ambayo vitu tulihusika ndani. Mtu akikufa, changa pesa ya kwenda kumzika. Hiyo harusi yake kwa mia hapo, makumbusho wachana naye. Are you here?
Kama kwenu kumefanyika ibada ambayo si ya Mungu, ya kumwaka damu, na wakaitishwa pesa zako, ukaenda ukachangia pesa zako, hata kama ni shilingi moja, hata kama haukuenda wewe, na wewe ukatoa hata kama ni shilingi moja, elewa ya kwamba umechangia na wewe uko ndani. Ibada imefanyika kwa ajili yako. Wow. Ibada imefanyika kwa ajili yako. Na hizo ndio vitu ambavyo Bible inasema ya kwamba lazima muepukane nazo. Sherehe inafanyika nyumbani, haukuijua kiini chake. Alafu mwisho wa siku, kama haukukuwa, inabidi kile chakula kiliotolewa pale, hata kama uko Nairobi na imefanyika ushago, utapepewa sehemu ya kipande cha hiyo chakula kilieliwa pale, na we pia uletewe. Kama ni nyama, inakaushwa tu mpaka uletewe. Unaona? Unafikiria kwamba Mungu anaongea deliverance kwako bure? Hapana. Kuna vitu umechangia ndani, umeingia ndani. Wacha niseme, ulichangia kwa kutokujua. And that is why Mungu amekuja ili kusudi ujue na akurejeshe. Kwa nini anakurejeshea? Maana anatambua kuna mahali uliingizwa bila kujua. Bwana asifiwe. Kuna mahali umeenda. Namba 2, kama umehaienda kwa waganga wakakuangulia habari zako, utasoma Isaya 8:19. Utajisomea wewe mwenyewe. Wacha niongee point yangu nimalize. Kama umehaienda kwa mganga ambaye anasema wazee wamesema, sio roho wa Mungu amesema, wazee wamesema, na ukatoa huko kafara, ukatoa hela zako kule, hiyo ndio shida iliyokupata. Ikaanza kufanya maisha yako. Mapepo yaliingilia hapo, mtu wako wa ndani akafungiwa kutoka hapo, na maisha yako ikaanza kusambaratika kutoka that time. Sasa ukashindwa kuelewa ni kitu gani utakachokifanya katika maisha. Bwana asifiwe. Na ndio maana kuna sehemu moja ya pesa, hata wakati unaomba pesa zako, angalia ni nani anakuomba pesa. Kusaidia si kubaya, lakini angalia pesa zako zinaenda wapi? Nani amekuomba pesa? Sinaenda wapi na sinaenda kufanya nini? Maana mwenye alitoa pesa, oh my God, ataadhirika. Wewe uliombwa tu, lakini ni wewe ndio ulitoa pesa. Kumbe mwenye alikuomba alikuwa na issue. Aenda atembelee mganga, aone yule mganga atamsaidiaje katika maisha yake. Sasa hii connection inakuja paka hata akienda afike huko anaambiwa hii pesa umekopa kwa mtu fulani, anaelezewa vizuri sana. Kwa hivyo huyo mtu ambaye pia ametoa hiyo pesa anakuwa kwa laini ya hiyo kufunga. Oh, haleluya. Bwana asifiwe sana. Na wakati unakuwa katika hiyo laini ama hiyo njia, unapata kutambua ya kwamba mambo yako hayaendi. Kama ni ndoa, damu inamwagika saa yote katika nyumba yako. Watoto wanakufa. Yaani hawasaliki wakiwa wazima, watoto wanakufa. Hii ni spirit ambayo unapata kutambua kwamba ni ibada zimefanyika. Ndio maana Mungu anasema kwamba kama kuna vitu vyovyote vya sanamu, today every roots of satanic mark, I remove it by power of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ. Hiyo power iliyomfufua Kristo kutoka kwenye wafu inaenda kushukia hapo mahali ulipo. Endelea kuamini Mungu kwa dakika 3 ambazo ninataka kwenda kuomba na wewe. I'm telling you. Ambazo ninataka kwenda kuomba na wewe. Kuna vitu mingi Mungu anaenda kukufungulia na Mungu anaenda kuviregesha. Mungu anaenda, ndoto zako zilipotea kutoka hiyo siku. Are you hearing me? Unafikiria unajenga madhabahu moja, kumbe kuna mtu anakujengea ingine. Yeye anakuomba pesa, nisaidie pesa hii. Nataka nifanye, niko na shida, hata anachikonjesha kabisa kwa sababu simu ziko. Na kwa sababu uko nayo kwa mpesa. Basi utasema tu acha nitume. Kumbe ndiye imekumaliza. Hiyo ndiye imekumaliza.
Ni wangapi ambao wametoa pesa wakarudi maskini? Na si kwamba hata ulitoa pesa mingi, hata kama ni 50 tu ulitoa, but from that time ulitoa, ulirudi chini paka wa leo unakopa. Anza kurudi kwa revelation na anza kuona ni jinsi ya gani unateseka katika maisha yako. Nimesimama hapa kwa madhabahu na kungojea wewe. I want to pray for you and tip to remove every roots at the demon we planting for your way, ambao shetani aliyepanda kupitia jirani, kupitia mtu wa familia, kupitia mtu wa ukoo, kupitia mtu wa aina gani, leo inaenda kung'oweka in the mighty name of Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Inaenda kung'oweka. Ndio maana ukijaribu kufanya vitu zako haufanyi. Pesa zako zilienda wapi? Mtu akikwambia nisaidie utamsaidia, lakini ya kwako wewe mwenyewe kufanya haufanyi. Haufanyi. Baba yangu ufanyi. Sasa target ilikuwa ni wewe mwenyewe, usiwahi fanya. Are you hearing me? Maneno yako yanatoka yasaidie mtu mwingine, lakini wewe mwenyewe haujisaidii. Unaweza kupeana mtu maneno mawili advice, anaenda kufaulu, lakini wewe mwenyewe mwenye uko naye haufaulu. Ni kwa sababu ulikula nyama ya watu waliokufa. Yaani wale watu ambayo walikufa wakaenda wakaweka ibada ya makumbusho. Na hizi ibada za makumbusho wachungaji paka wanaendaga, wanasema wanaenda kuomba. Sasa uliza huyo mchungaji anaenda kuombea nini? Biblia Mungu mwenyewe amekataa na mchungaji ameenda. Anaenda kuombea nini? Unapata wachungaji pia wamepakawa na hiyo mademon. Hakuna mahali wanaenda. China la Bwana pewe. Hakuna mahali wanaenda. Na ndio naona wanaangaliaga wale wachungaji wadoko, wale wadoko. Ndio nyota zao zisiende. Sasa kuja tu tuweke ibada. Sherehe nyingi sikiwekwa, wanaangalia wale wachungaji wadoko. Wale wako chini. Kuja tu tuombe, kuja tu tutakuwa na maombi, lakini kiini cha hiyo ibada imewekwa pale, hautaikijua. Wanakuja kujipombeleza hapa juu kana kwamba ni maombi ilifanywa. Si maombi. Ni sanamu. Ibada ya sanamu, ibada ya mashetani. Ndio maana Biblia inasema kwamba na chote kiliotolewa mahali pale ni sehemu ya nini? Mhubiri akija kuhubiri kwa gari. Mhubiri anahubiri kwa gari. Ama ni kwa njia. Hana madhabahu ya kupeleka sadaka. Hana mwenyewe madhabahu, mwanzo wake haujulikani. Lakini wakati ambapo unaona sasa huyu amefanya vizuri, wacha nikaweza kufanya magani, kutoa sadaka yangu kwake. Hana madhabahu, haumjui, imani yake haumjui, lakini umemuona tu. Mwisho wake itakuwa nini kwako? Na kuuliza, itakuwa nini kwako? I'm telling you. Maandiko yanasema lazima tuwe na ufahamu wa kujielewa na kuelewa ni vitu gani tunavyovifanya katika maisha yetu. Ibada. Unajua ibada? Ibada ni Mungu ana respect ibada sana. Na ibada ni tofauti sana kwa kuitolea sadaka na jinsi unavyofikiria kwamba hapo kwa gari ama kwa njia ni sawa na wewe kutoa sadaka yako. Utaingia kwa mahali pengine, utakuja kuchuta na utakosa msaada wa kusaidia. Bwana asifiwe sana. Naongea na wewe mahali huko. Kuweni werefu. Yesu akasemaje? Kama nyoka alikuwa mwerefu akadanganya mwanadamu, basi mwanadamu kuanzia leo kuwa mwerefu kama ule nyoka.
mtapata kushinda huku ulimwenguni. Ulimwengu una mambo mengi sana, na waliojichanganya na vituko ni watu wengi sana. History ya mtu, elewa history ya mtu. Elewa mipangilio mtu huyu. Ana mipango gani kwa ajili ya Mungu wake anayemuomba? Wengine wameingia kwa mapepo pasipo kujua. Wameabudu ibilisi pasipo kujua. Ndio maana siku moja nikifundisha ujumbe wa Dagon, nilisema kwamba watu wa Kristo wengi, kwa nini Dagon inawamaliza? Kwa sababu wana worship Dagon indirectly through your mind. Naamini utanichukia leo, lakini naomba Mungu wangu ya kwamba akusaidie na uone neema ya Bwana katika maisha yako, in the mighty name of Jesus Christ. Maana ninajua ya kwamba Mungu huyu ambaye tunaomba anaenda kubadilisha maisha yako. Nitumie hapo comment. Ninaenda kuomba na watu ambao wanaonekana hapa, majina yao, wale wamenitumia message, wale wamenitumia thank you very much my son, thank you my daughter, thank you very much. Ninataka kuomba pamoja na wewe. Kile ambacho mimi natafuta kwako, ninatafuta nione Mungu amerudisha uhusiano wako mzuri na yeye. Maana hapa anatukumbusha ya kwamba kuna vitu vimefanyika katika maisha. Sisi tunafikiria tunafanya kusaidia, kumbe umechangia kuabudu sanamu. Wewe unafikiria kwamba unachangia kusaidia mtu, kumbe umechangia kutoa sadaka kwa mashetani. Na ukiendelea inasema ya kwamba hakuna uhusiano wa kukunywa kikombe cha Mungu, cha Holy Communion, na uende uchanganye na cha shetani. Ama inasema namna gani hiyo 19? Karababo shiva saya katoribazia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Inasema ya kwamba ninyi kushirikiana na mashetani. Hiyo ni 20 ikimalizika. Kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Bwana anasema hauwezi ukatoa, yani huwezi kukunywa kikombe cha Mungu na ukunywe kikombe cha shetani kwa wakati moja. Hauwezi ukatoa kwa shetani na unakuja tena utoe kwa Mungu kwa wakati moja. Lazima ukuwe destroyed. Ukirudia hiyo 20 iko na hiyo mambo yote. Iko na mambo hiyo yote, utajisomea mwenyewe na utapata kutambua kwamba hatuwezi kushiriki vikombe tofauti kwa wakati moja. Never. Lazima utambue kwamba ile nilitoa huko nimewithdraw. Sasa nimeamua kama ni kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na nilisema jana, nikimalizia ujumbe jana wa deliverance, nilisema kuna pesheni za kuoka kwa kuondoa dhambi, za kujiosha. Unajua damu ya Yesu inatakaza, lakini haioshi, inatakaza. Mwenye kuoka ama kile kinaosha ni wewe kutubu dhambi zako. Ni pesheni ya kwanza ya kutubu dhambi zako. Unamwambia Bwana, mimi nilitoka. Kuna wale wamefanya hizo vitu ambazo nimevitaja pale, wanajua na wameweka kwa memory, hata walishiriki kukula. Sasa wakati umeshiriki kukula, and that is why when we go we sleeping, una dream za kukula nyama, za kukula vitu, za kukula na watu wamekufa, kwa sababu already ulishirikishwa ndani. Bwana asifiwe sana. Sasa leo inakuwa removed by power the Holy Ghost in Jesus name. Uko tayari kwa deliverance? Okay, I'm ready. Razova takaraba boshiva saida kobariba sia. Naamini ya kwamba umesikia ujumbe na Bwana amekubariki. Nataka kuanza kuombea. Hata kama nitaomba nikitaja majina, hata kama nitakuombea, nataka nikuombea one by one. Na unaenda kuona mkono wa Bwana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Funga macho na uamini. Funga macho tu na uamini. Kuna power inaenda kushuka mahali penye huko. The power of God.
iliyemfufua Kristo kutoka kwenye kaburi, kwenye ardhi na kaenda. Hiyo power inaenda kufufua vitu zako. Hiyo power, the same anointing, hiyo ndio the same anointing inaenda kutumika sasa. Hiyo anointing iliyemfufua Yesu, the same anointing ndio inaenda kufufua vitu zako. In the mighty name of Jesus Christ. Hizi story ni ukweli na unaenda kuona neema ya Bwana. Funga macho. Nataka kuomba pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, nimesimama mbele zako masaa kama haya nikiwaombea watoto wako mahali walipo. Mungu wa Israeli, Baba unayenituma na kunitumikia ndani yangu, ninaomba kibali ya kwamba mchana wa leo ninawaachilia uponyaji kwa ajili ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nguvu zilizomfufua Yesu Kristo, Baba, sikaweze kuwashukia mahali penye wako. Kuna vitu zao zilifichwa, kuna vitu zao zilikaliwa na mapepo, kuna vitu zao zilikaliwa na mashetani waliochangia kutokujua. Baba, nguvu zilizomfufua Yesu sikaanze kufufua vitu zao in the mighty name of Jesus Christ. Nimeitisha nguvu ya moto kutoka mbinguni. Baba, moto ukashuke mahali penye wako, moto ukashuke kwenye vichwa vyao, moto ukashuke kwenye mili zao, moto ukashuke kwenye baraka zao. Baraka zao zikaanza kufufuka in the mighty name of Jesus. Vitu zao zikaanza kufufuka in the mighty name of Jesus. Baraka zao zikainuliwa mara tena. Baba, deliverance naiwachilia katika jina la Yesu. Naiwachilia kwa huyu dada mali hapa, na wachilia kwa huyu nduku mali hapa, na wachilia kwa manduku mali hapa. Deliverance, financial deliverance. Baba, na wachilia deliverance, na wachilia deliverance. Deliverance ya pesa. Pesa zako huoni maana ya kusaidia. Baba, na wachilia kwa huyu nduku, ataona kibali kuanzia leo. Moto unashuka kwa mwili mali wako, na wachilia moto, na wachilia moto, na wachilia moto, na wachilia moto, na wachilia moto. Deliverance, deliverance, deliverance ya pesa zako, ya maisha yako, ya ndoa yako, ya business, ya kazi, na wachilia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mahali penye huko ukakuwa deliver in the mighty name of Jesus Christ. Anza kuwa deliver in the mighty name of Jesus Christ. Anza kuwa deliver in the mighty name of Jesus Christ. Natangaza hiyo magonjwa yamejificha, magonjwa ambayo yamekaa, magonjwa ambayo hayataki kuenda. Ninayakemea pepo ya mizimu ambayo yameleta magonjwa ndani mwako. Na wachilia uponyaji sasa, na wachilia deliverance. Moto uliyeshuka wakati wa Elijah ukashuke mahali wenye uko sasa. Naitisha moto uliyeshuka wakati wa Elijah, Baba, moto ukashuke na kuvunja na kumelte kila vifungo na vifungo vyote, kila vifungo na maroho zote, kila vifungo viliyefunga vya uchawi vikaanze kumelte in the mighty name of Jesus. Aliyekuroka maisha yako usiku wa leo hata amka akiwa hai, nimetangaza katika jina la Yesu, kila uchawi uliyesimama, kila mapepo yanayekutembelea usiku leo imekuwa arrested in the mighty name of Jesus. Leo imekamatwa, imekamatwa, imekamatwa. Na wachilia moto. Be delivered right now, be delivered right now, be delivered right now, be delivered right now, be delivered right now. Catch the fire demon, catch the fire demon, catch the fire demon in the mighty name of Jesus. Razova takaraba bosheka tarabosaya. Restoration katika maisha yako. Mungu anainua maisha yako. Mungu anainua maisha yako dada. Mungu anainua maisha yako dada. Wadada, wadada, wadada. Hamutalia tena katika maisha. Munalia maisha, munalia ndoa. Natangaza deliverance. Natangaza deliverance. Natangaza deliverance. Natangaza deliverance. Receive deliverance. Receive
mighty name of Jesus Christ. Pokea deliverance ya kufungua maisha yako. In the mighty name of Jesus Christ. Baba unaweza. Ninaombea mandugu hawa. Hawatalia kwa sababu ya pesa zao. Hawatalia kwa sababu ya kazi zao. Hawatalia kwa sababu ya maisha. Wewe pepo uliyewakalia siku zote, nawachilia moto. Nawachilia moto katika jina la Yesu. Anza kuchomeka pepo mchafu. Anza kuchomeka in the mighty name of Jesus. Anza kuchomeka in the mighty name of Jesus. Chomeka, 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 chomeka in the mighty name of Jesus Christ. I remove every root of Satanism system. I remove it by power of the Holy Ghost. The vyote vilipandwa vimemelte. Ninaving'oa sasa. Ninaving'oa sasa. Ninaving'oa sasa. Ninaving'oa sasa. Ninaving'oa sasa. Kwa jina la Yesu. Anza kupokea baraka. Na wachilia baraka. Anza kupokea. Na wachilia pesa. Na wachilia shamba. Na wachilia nyumba. Na wachilia fedha. Na wachilia ndoa yako. Pokea siku ya leo. 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 Katika jina la Yesu. Na wachilia uponyaji wa mwili wako. Na wachilia uponyaji wa familia yako. Na wachilia uponyaji wa familia. Familia yako haitateseka. Hautateseka kwa mwili mpendwa. Na wachilia deliverance. Na wachilia deliverance. Pokea uponyaji. Ewe mwili ambaye unauma, nimekuja kwako. Pokea uponyaji leo. Pokea in the mighty name of Jesus. Pokea in the mighty name of Jesus. Receive. In the mighty name of Jesus Christ. Baba, nimeomba nikijua umewadeliver na umewabariki. In Jesus' name, Father, I pray. Amen. Say, I receive. Sema mara tatu. Sema nimepokea, nimepokea, nimepokea kwa jina la Yesu. Baraka zako zimekukujia. Ndoto zako zimekukujia. Maisha mapya inaanzana na wewe leo in the mighty name of Jesus Christ. Milango yako imefunguliwa right now I speaking. Kuna dada ameteseka sana kwa sababu ana watoto wawili na ana ndoa. Mungu ananiambia huyo dada usijali. Mungu amefungua a new chapter for your life. I'm prophesying for you. Mungu amefungua a new chapter. Mume wako anakuja. Atakuoa na hao watoto wako wote. Na atakuwa mume wa amani katika maisha yako. Na hapo ndio maisha yako inaenda kuinukia katika maisha yako. In Jesus' name. Are you hearing me? Maisha yako haitakaa jinsi yalivyokuwa tena. The things can move. Kile unaanza kufikiria through your mind from now will move. Ukianza kufikiria business inaanza kurun. Ukianza kusikia nataka pesa hii, Mungu anatengeneza njia, pesa zitakuja. Wow. Wote mliofuatilia kipindi hiki cha kwenye ndoto, munaenda kuwa na testimony. Mnakuja kutestify. Na kama uko tayari kukuja kutestify, say I receive. I receive. I receive in the mighty name of Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Maana already mumepokea na simekuja. Na kuanzia hapo ndio usurudi mahali ambapo ulikuwa tena. This your time.
usihusike kwa kutoa hela zako kwa mapepo ya sanamu. Bwana asifiwe sana. Ambao zinaenda kufanyia shetani ibada. Are you there? Usihusike. Kuwa mwerefu wa kujua hata kama unasaidia mtu aina gani. Mungu atakupa knowledge ndani yako. Kuanzia umefungua chapter, Mungu atakuwa na kudirect. Hata kama unataka kupeana nguo kwa mtu, unapeana kwa mtu fulani. Unajua, unasikia. Kuna mtu ukitaka kumpea kitu yako unasikia una amani, utampatia. Lakini kuna mwingine unasikia ako na shida, lakini ukitaka kumpatia unasikia hauna amani ndani yako. Waachana nayo. Waachana nayo. Ile kitu kinakuonyesha hakuna amani ni dhamira inakuonyesha kwamba this is not a good bless ambayo unafaa upeane kile kiko ndani mwako. Bwana asifiwe sana. Vitu nyingi tumefungwa kutokujua, na kwa sababu vilichukuliwa kutoka kwetu kutokujua, ndio maana vikatufunga muda huu wote. Wewe unaitishwa tu, wewe unapeana your ways. Closing the door, closing the window, closing everything for your life, and we come struggling, suffering, millionaire of poverty. But today you are a millionaire of richness in the mighty name of Jesus Christ. Leo umefanyika millionaire ya watu ambao wamebarikiwa kwa Mungu. Wewe ni mmoja wao katika jina la Yesu. Biashara vinaenda kurun. Kazi unaenda kupata ambayo una kazi. Wewe hauna mzee, tarajia, anza kuprepare yourself. Anza kuprepare yourself vile ambavyo unaenda kuingia kwa ndoa sasa. Bwana asifiwe sana. Anza kupractice kupika chakula na unaweka sahani, usikule peke yako, weka sahani mbili. Hata kama uko peke yako, weka sahani mbili ya mzee wako na yako. Sasa anza kupractice. These things will go to happen for you. Anza kutayarisha mind yako because ya kuhold pesa mingi. Anza kutayarisha mind yako kuhesabu pesa mingi. Sijui naongea na nani. Anza kutayarisha mind yako kuhesabu pesa mingi. Anza kutayarisha mind yako kwa ajili ya kurun a big business. Na anza kutayarisha mind yako kusimamia watu. Tayarisha. Anza kuprepare. Bwana asifiwe sana. Be prepared from today or tonight. Be prepared. Anza kuonyesha Mungu ya kwamba unaweza. Sasa unatosha. Anza kuprepare. Unaweza kuhold watu wangapi katika kampani yako? Unaweza kusimamia watu wangapi kwa business yako? Unaweza kuhold pesa ngapi, kuhesabu pesa ngapi? Anza kwa Oh, shakara babo saya tovariba zika. In the mighty name of Jesus Christ. Anza kutayarisha mind yako kwa vitu ambavyo umevihitaji haukuviona muda mrefu. Sasa Mungu amewachilia. Bwana akubariki sana na Mungu akutendea wema. Kama una sadaka, utatumia hiyo neno. Tumia hiyo neno, urisifu likae kwako. Tuma sadaka, simama na sadaka yako, Mungu atakutendea wema. Mimi nimekuombea kama kuhani, kama prophet, nimenena kwako kama prophet. Wherever we are, we can see a sign of your miracle from God. Are you there? Bwana asifiwe sana. Mimi nimekuombea. Ukitaka hiyo neno likue kwako, simama na sadaka yako. Sadaka tu. Simama tu na sadaka yako. Neno hilo likue kwako, simama na sadaka. Sadaka ni ya maana gani? Sadaka ndio shetani asiibe hilo neno umelipata. Alichukue likue lake na alibadilishe lisiwe lako, lisikusaidie. Na Yesu mwenyewe akasema in the book of Matthew 8 verses 4. Alipomponya huyo mtu, akaona anaenda.
na akatambua ya kwamba hii ugonjwa ni mbaya. Na kama unaenda bila kutoa sadaka ya kuwa ya ushuhuda, kweli kabisa utakuwa umepona kweli, hii ugonjwa itakurudia. Yesu akamwambia, enda uchukue sadaka na ukimbie paka kwa kuhani hapo kanisani, enda utoe hiyo sadaka, itakushuhudia wewe. Huyo mtu akaenda akafanya hivyo. Sadaka iko na power yake. Sadaka, unapojitolea kwa sadaka, kuna kitu umereceive. Sile vitu vyote ambayo tumeombea, sile vitu vyote ulikuwa unahitaji, umereceive ndani mwako. I'm tell you, kuna watu wataviona kwa siku 3, siku 7, kwa wiki 3, kwa wiki 4, kwa miezi 2, kwa miezi 3 na kuendelea. Jinsi ambavyo Mungu ameiweka kwa program, utaanza kuona neema ya Bwana. Na ukiona muujiza Mungu amekutendea, usikose kuniambia. Niambie ndio nisidi kuambia Mungu wangu, huyu Mungu Baba aliye juu mbinguni, nampenda, ni mzee mzuri, ni mzee mzuri. Na utaona mkono wa Bwana katika maisha yako. Bwana anakupenda na Mungu akubariki. Kesho tutakutana. Mungu atanipa topic ambayo nitakuja naye, because hii ya leo imefika kikomo, ya kwenye ndoto imefika kikomo. Nimekufanyia deliverance na Mungu ameniambia kwamba umepokea. Hata nilipoamka leo asubuhi, nikiwa naamkia asubuhi, Mungu aliniambia baraka nyingi sana kwa watu wake, baraka nyingi sana. Na nikaona amefungua milango na madirisha. Ile aibu ambayo shetani alikuwa amechukua ya kwamba ikuje kwako ufanyiwe aibu, saa yote paka ni maaibu, hiyo milango yote Mungu amefunga. Niko na ujasiri ya kukwambia, because unaweza kuwa hauwezi uamini, lakini nina ujasiri. Amini tu ile maneno naongea. Nina ujasiri ya kuambia kwamba Mungu amefunga hiyo milango, na unaenda kuona neema ya Bwana katika maisha yako, in the mighty name of Jesus Christ. God bless you. I love you. Shalom.